Nakushukuru sana kwa kuweza kunipatia fursa na mimi niweze kuchangia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anafungua bunge letu la 13. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kunisaidia kufika hapa leo kwenye bunge la 13 ikiwa ni wakati wangu wa awamu ya 4, mbunge senior kabisa. Lakini pia niweze kushukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kuweza kuniteua na kunipeleka nipeperusha bendera kwenye jimbo la Tarime mjini chini ya Jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan. Napenda pia kuwashukuru viongozi wote wa chama ngazi ya mkoa na wilaya kwa jinsi tulivyoshirikiana kuhakikisha kwamba tunainadi ilani ya Chama cha Mapinduzi na hatimaye tukashinda ngazi ya urais, ubunge na madiwani wote katika halmashauri ya mji wa Tarime. Lakini mwisho niwashukuru wananchi wangu wa mji wa Tarime na niwaambie kabisa kwamba imani walionipa nitaendelea kuwatumikia, kushirikiana wao kuhakikisha kwamba tunapeleka maendeleo yenye tija katika mji wetu wa Tarime. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya pongezi hizo ya shukrani hizo, niseme sasa nipende kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona kabisa kwamba ni rais mwenye utashi wa kisiasa wa kuweza kufanya maendeleo ya taifa letu. Ni rais ambaye yuko people development centered. Ukiangalia maeneo mengi Mheshimiwa Mwenyekiti, na ndio maana hata ilipelekea akaweza kupata tuzo mbalimbali kwa sababu amegusa sekta ya afya, elimu, barabara, utalii, nishati, maji na kwingine ambayo yote ni maendeleo ya watu. Ameweza kupata tuzo zaidi ya 7 kwa kipindi cha miaka 4. Na kwa sababu ya changamoto ya muda Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaweza kutaja 3 tu ambazo nitazifafanua muda ukiniruhusu. Ameweza kupata the Presidential Global Water Change Makers Award. Na ukiangalia Mheshimiwa Rais kwa kweli amewekeza sana. Kule kwetu Tarime ametuletea mradi wa maji toka Ziwa Victoria ambao ni takriban bilioni 134. Ule mradi ukikamilika utanufaisha watu wa Rorya, utanufaisha watu wa Tarime mitaa yote 81, utanufaisha watu wa Serengeti. Lakini pia Mheshimiwa Rais aliweza kupata the Gates Goalkeepers Award kwa sababu alionyesha ni kiongozi mwenye dhamira ya dhati ya kupunguza vifo vya mama na mtoto, lakini pia kuboresha huduma ya afya. Na ukiangalia ameboresha huduma ya afya kwa Tanzania, hospitali za rufaa, hospitali za mikoa, wilaya, lakini hata kujenga vituo vya afya na zahanati. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameweza kupata award katika zile 7, award ya Africa Road Builders kwa kuona kwamba ana utashi wa kuendeleza miundombinu ya barabara, ya reli, ya anga, lakini hata pia kuboresha bandari zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, na nitaenda kuelezea kwa uchache kabisa jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais wakati anapokea kijiti kutoka kwa hayati Magufuli kwa ile kauli mbiu yake kazi iendelee, aliendeleza flagship project zote, lakini zaidi aliweza kuwekeza, na hapa nitarejea kwenye hotuba yake peji 30 mpaka 33 jinsi ambavyo ameona atawekeza kwenye sekta ya usafirishaji. Ukija kwenye uwekezaji wa anga, Mheshimiwa Rais skule anatuletea, kwanza ametoa bilioni 35 kwenye ujenzi ukarabati wa uwanja wa Msoma kwenye runway, taxiway na apron, lakini pia ameweza kutupa mradi wa Mgumu ambao tumeupigania tangia bunge la 10. Leo tunapata uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mgumu ambao utagharimu zaidi ya bilioni 300. Lakini uwanja wa Msalato Mwanza na kwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye shirika la ndege Mheshimiwa Rais kwa kipindi cha miaka 4 aliongeza ndege 7. Zikawa ndege 16. Lakini tunaona tija ambayo ilileta, na nitaenda kusema kwa muda kidogo maana umenigongea kengele. Kwenye mapato iliweza kuongezeka kutoka bilioni 175 hadi bilioni 595.7, ikiongezeka kwa kipindi cha miaka 4 bilioni 420, takriban 240%. Mheshimiwa Mwenyekiti, iliongeza abiria kutoka 537 hadi milioni 1,178, ongezeko la 640 abiria, ambapo ni zaidi ya 119%. Mizigo kutoka tani 1,290 hadi 6,919, ikaongezeka tani 5,629, kwa maana zaidi ya 426%. Lakini pia fedha kigeni ziliongezeka kutoka dola dakika 2 tu Mheshimiwa Mwenyekiti. Malizia. Dola milioni 43 hadi dola milioni 157 sawa na 264%. Kwenye bandari Mheshimiwa Mwenyekiti amewekeza
GATS kutoka sasa hivi anategemea kuwekeza kutoka GATS 12 mpaka GATS 22. Na pia atafanya extension ya Bagamoyo ambayo itajenga GATS 20. Tunaenda kuwa miongoni mwa bandari kubwa kwenye Sub-Saharan Africa. Huko nyuma tulikuwa tunashindwa kuwa washindani. Na hii yote itapelekea kuweza kuongeza mapato on average trilioni 10 kwa mwaka. Asante. Na kuchangia mapato ya TRA zaidi ya 40%, Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Mengine nitachangia kwa maandishi, naomba kuwasilisha. Asante.